Bwana, kwa taarifa inaelezwa kwamba klabu ya Young Africans imeanza mazungumzo au inatarajia kuanza mazungumzo na kocha ambaye ametimuliwa pale Al Ahly, Marcelo Koller. Huu ni kocha mkubwa sana kwenye bara la Afrika. Ni kocha ambaye ameshinda mataji kadha wa kadha akiwa na klabu ya Al Ahly ya pale Cairo nchini Misri, na miongoni mwa rekodi nzuri ambazo ameziweka ni kuchukua ubingwa wa CAF Champions League mara mbili akiwa na timu akiwa na klabu ya Al Ahly. Na Al Ahly ni miongoni mwa timu ambazo huwa mara nyingi kocha wake akifanya tu vibata kwenye mchezo mmoja wanamswek out, wanamtoa, wanatafuta kocha mwingine ambaye anaweza kuja kuchukua nafasi yake. Na of course hata juzi baada ya kutolewa na Mamelodi Sundowns walimuondoa. Kama unakumbuka mchezo dhidi ya Mamelodi Sundowns ni mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare bila kufungana, lakini mchezo wa pili ukamalizika kwa sare ya bao 1-1. Na kwa sababu Afrika bado tunatumia goli la ugenini, hiyo ikapelekea Al Ahly kutolewa kwenye mashindano ya CAF Champions League baada ya kuruhusu bao akiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ni kitu ambacho kilipelekea Marcelo Koller akatimuliwa kwenye klabu ya Al Ahly. Sasa inaelezwa kwamba Yanga wameanza mazungumzo na yeye na tayari mchakato unaendelea wa kumpata, na kama watafikia makubaliano watajiunga na Yanga mwishoni mwa msimu huu. Sasa nitakuja baadaye kukueleza kuhusu gharama, lakini sasa hivi nikwambie kwamba unakumbuka leo kukuambia kuhusu Yanga kuachana na Hamdi Miludi na mpaka sasa hivi ni kwamba Yanga na Hamdi Miludi wamekubaliana kila kitu. Kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba mwishoni mwa msimu huu Hamdi Miludi ataondoka, ataenda kutafuta changamoto nyingine, na miongoni mwa vitu ambavyo vinatajwa ni kwamba yeye na baadhi ya viongozi wa Yanga hawana maelewano mazuri sana. Anahitaji kutengeneza timu ambayo ina vijana wengi zaidi kwa msimu unaokuja, kitu ambacho baadhi ya viongozi wa Yanga wanaona kama ni kitu ambacho kinaweza kuwachelewesha, kwa sababu sometimes kutengeneza hizo projects za vijana, kuchanganya vijana watu wazima ni project ambazo ni 50 kwa 50, yani inaweza ikafanikiwa ama isifanikiwe. Sasa ikifanikiwa umefaulu, lakini isipofanikiwa maana yake umefeli. Kwa mfano ambacho wamekifanya Simba mwaka huu ni kwamba wameingiza wachezaji wengi vijana, lakini ni risk ambayo walifanya, na kwa sababu pia hawakuwa na malengo ya kufanya vizuri kwa msimu na ikatokea tu kama bahati mbaya wakafanya vizuri. Kwa hiyo kwao wao ni jambo la kujipongeza, kwa sababu pengine hawakuwa wanatarajia kupata mafanikio haya ambayo wameyapata msimu na timu yao mpya ambayo wameitengeneza, lakini wamefanikiwa. So sometimes unaweza kaa huna malengo makubwa lakini ukajiwekea malengo makubwa na ukafanikiwa kwenye malengo makubwa. Ndio kitu ambacho Simba walikifanya, kwamba hawakuwa na malengo makubwa lakini wameweka kitu ambao wameingia sokoni, wamesajili wachezaji, wamewasaidia kufanya vizuri. Sasa Hamdi Miludi ametofautiana na baadhi ya viongozi wa Yanga kwa sababu hiyo. Kwa hiyo mwishoni mwa msimu huu yeye ataondoka, ataenda kutafuta changamoto nyingine, alafu Yanga watatafuta kocha mwingine, lakini mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeanza na wameanza na Marcelo Koller. Sasa Marcelo Koller ni miongoni mwa wachezaji ambao ni miongoni mwa makocha ambao of course walikuwa wanalipwa pesa nyingi sana pale kwenye kikosi cha Al Ahly, na ni pesa nyingi by the way, lakini ujue Simba Yanga siku hizi ni timu ambazo zina uwezo wa kulipa mishahara ya milioni 80, milioni 90, ni timu ambazo zinaweza. Kwa hiyo wala hata sio shida, manake kama watafikia makubaliano kuna uwezekano mkubwa Marcelo Koller tukaja kumuona akihudumu kwenye mpira wa Tanzania kwenye klabu ya Young Africans. Na lengo la Yanga sasa hivi ni kupata kocha ambaye ana experience kubwa na mpira wa Afrika, kupata kocha ambaye ana uwezo wa kuwapeleka kushinda taji la CAF, kwa sababu anaamini kwamba baada ya kufika finali ya CAF Confederation maana kinachofuata ni kwenda kubeba taji, kwa sababu ana squad ambayo ina uwezo wa kwenda kubeba hilo taji la CAF Champions League au CAF Confederation in case watatokea hivyo. Lakini kumbuke mashindano haya tayari yamebadilishwa kanuni Kwa hiyo utashiriki kombe la shirikisho endapo utamaliza kwenye nafasi ya shirikisho. Kwa hiyo ukitolewa kwenye klabu bingwa ndio umetolewa. Yaani una kutolewa klabu bingwa afu uende shirikisho, hapana. Yaani ukishatolewa klabu bingwa umetolewa. Na mtu ambaye ataanza shirikisho anaanza na shirikisho mwanzo mwisho mpaka anafika finali. Kwa hiyo Young Africans wao wanaamini kwamba wana uwezo wa kwenda kushinda taji lolote la CAF. Yaani wako kwenye level ya kushinda taji ya klabu bingwa au kombe la shirikisho, na ndio maana wanahitaji kidogo makocha ambao ni makubwa, na tayari wameanza na Marcelo Koller kufanya naye mazungumzo. Lakini target yao nyingine ni kwa Florai Ibenge, kwamba in case kama itatokea watashindwa kumpata Marcelo Koller, maana yake target yao itaenda kwa Florai Ibenge. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanakitegemea. Sasa moja ya vitu ambavyo vinatajwa ambavyo vinaweza kuwa ni changamoto kubwa kwenye mchakato ni pesa yake. Marcelo Koller alikuwa analipwa zaidi ya milioni 90 kama salaries ya mwezi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hatujui kwamba itakuwa ni anda hiyo zaidi ni anda milioni 80 ama itakuwaje, lakini miongoni mwa makocha ambao walipwa pesa nyingi sana. Inaelezwa kwamba zilikuwa zinafika mpaka milioni 90 pamoja na bonus na kila kitu. Sasa inawezekana wakafikia makubaliano kama Yanga atakuwa serious, lakini pia sometimes makocha kuna wakati wanashusha mishahara, kuna wakati wanaongeza mishahara kutokana na ukubwa wa timu. Sasa kama Marcelo Koller anatamani kuendelea kubaki Afrika kwa sasa, inawezekana kaichagua Yanga kwa sababu ni
timu ambayo pia iko kwenye trend, lakini pia ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, lakini pia ni timu ambayo inafanya usajili mzuri. Na huyu ni kocha ambaye tunamjua aina yake ya ufundishaji, ni miongoni mwa makocha wazuri sana 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 sana. Yaani ukiwa unatawala kwenye soka kama la Misri, alafu kaja Tanzania ukafanya timu kama Yanga, ni rahisi sana kufanikiwa kwa sababu Yanga ina wachezaji ambao ni wa kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana tu, na anaweza pia kuja Yanga na akawapa mataji. Wasiwasi wangu ni makubaliano ya wao na yeye, kama watafikia makubaliano. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakihofia. Lakini kama watafikia kwenye masuala ya gharama lakini kama watafika wakati watakubaliana kwenye gharama, na mimi ni kocha mzuri ambaye anaweza kuja Yanga na akawasaidia Yanga na wakaenda kutoa taji la CAF. Na apart from hizo gharama zingine, naamini kwamba kwenye mazingira na nini, bado ni mwalimu ambaye anaweza kuja kumudu soka la Tanzania vizuri bila shida yoyote, lakini pia na wachezaji wazuri. Yaani haikuti Yanga ikiwa na wachezaji wa kuungaunga, naikuta Yanga ikiwa na wachezaji wazuri, lakini pia kizuri ni kwamba pia Yanga anaenda kuboresha timu mwishoni mwa msimu huu. So kama tunaenda kuboresha timu, maana yake Marcel Okola atakuja kukuta timu ambayo ni bora zaidi. Yote kwa yote, hizi ni tetesi tu, ni taarifa ambazo zipo zinazungumzwa. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba wataweza kweli kumleta Marcel Okola ama itakuwaje, lakini kwa mazingira jinsi yalivyo, kuna uwezekano mkubwa akampata kama watafikia makubaliano.